Waheshimiwa wabunge, maelezo ya Spika kuhusu kitendo cha Mheshimiwa Lucy Mayenga mbunge kutumia lugha isiyo ya kibunge siku ya tarehe 21 Mei 2026. Waheshimiwa wabunge, tarehe 21 Mei 2026, Mheshimiwa Sigrada William Mligo mbunge aliomba ruhusa ya kiti ili kutoa taarifa. Taarifa hii inaeleza kuwa Mheshimiwa Lucy Mayenga aliyekuwa anachangia bajeti ya Wizara ya Ujenzi. Kabla ya kiti kutoa uamuzi wa ombi hilo, Mheshimiwa Lucy Mayenga alitamka maneno yafuatayo: Mheshimiwa Naibu Spika, sitaki taarifa zako na wewe hebu kaa chini. Mheshimiwa Sigrada aliendelea kuomba ruhusa ambapo kiti kilimpa nafasi, na alipopewa nafasi alieleza yafuatayo: Mheshimiwa Naibu Spika, asante. Ninapenda kumpa taarifa mzungumzaji kwamba yeye sio mamlaka ya kuzungumzia serikali. Itazungumza yenyewe. Yeye azungumze matatizo yake na asitushawishi. Mheshimiwa Bunge, kwa mujibu wa kanuni ya 80 ya kanuni za kudumu za Bunge 2025, Mheshimiwa Naibu Spika alimuuliza Mheshimiwa Mayenga kama anapokea au hapokei taarifa hiyo. Mheshimiwa Mayenga alijibu yafuatayo: Mheshimiwa Naibu Spika, huyu hajitambui. Huyu hata kumjibu nitapoteza muda. Nataka nizungumze jambo moja, ni kwamba Mheshimiwa Bunge, kutokana na maneno hayo, kiti kilimtaka Mheshimiwa Mayenga azingatie kanuni kuhusu taarifa. Baada ya maelekezo hayo ya Naibu Spika, Mheshimiwa Mayenga alijibu sipokei. Mheshimiwa Bunge, kutokana na tukio hilo, Mheshimiwa Ado aliomba mwongozo wa Spika chini ya kanuni ya 79 ya kanuni za Bunge. Mheshimiwa Ado aliuliza iwapo inaruhusiwa mbunge kusema bungeni kwamba mbunge mwingine hajitambui. Kwa kanuni ya 74 fasi ndogo ya kwanza je, inokataza mbunge kumsema vibaya mbunge mwingine. Mheshimiwa Bunge, pamoja na kwa kiti kilitoa mwongozo wa jambo hili siku ya tarehe 21 Mei 2026, nimeona ipo haja ya kusisitiza kuhusu masharti ya kanuni inokataza matumizi ya lugha isiyo ya kibunge. Mheshimiwa Bunge, kanuni ya 74(1) fasi ndogo ya J na K inakataza mbunge kutoa lugha ya matusi au ishara inayoashiria matusi, kutumia lugha ya kudhalilisha au kumsema vibaya mbunge au mtu mwingine. Masharti ya kanuni hii yanalenga kuhakikisha mijadala ya bunge inafanyika kwa staha ili kulinda hadhi ya heshima ya bunge. Mheshimiwa Bunge, maneno ya Mheshimiwa Lucy Mayenga mbunge tarehe 1 Mei 2026 kwa mbunge hajitambui ni lugha ya kuudhi, kudhalilisha na kusemwa vibaya mbunge mwingine. Aidha, Mheshimiwa Mayenga alitumia maneno yafuatayo: Mheshimiwa Naibu Spika, sitaki taarifa zako na wewe hebu kaa chini. Maneno hayo hayaonyeshi heshima kwa kiti kilichokuwa kinaongoza kikao wala kwa mbunge aliomba nafasi ya kutoa taarifa. Ikumbuke kwamba kabla kiti hakijatoa uamuzi wa ombi la Mheshimiwa Sigrada, Mheshimiwa Lucy Mayenga aliingilia kati kwa kutumia lugha niliyoitaja hapo juu. Mheshimiwa Bunge, kutoheshimu kiti na kutumia lugha isiyo ya kibunge ni ukiukwaji wa kanuni za bunge zinazosimamia majadiliano bungeni. Hivyo natoa onyo kwamba maneno ya vitendo hivyo visirudiwe ndani ya bunge. Hivyo naelekeza kwamba maneno yafuatayo Mheshimiwa Lucy Mayenga yafutwe kwenye Hansard: Mheshimiwa Naibu Spika, sitaki taarifa zako na wewe hebu kaa chini. Na Mheshimiwa Naibu Spika, huyu hajitambui. Huyu hata kumjibu nitapoteza muda. Mheshimiwa Bunge, nawakumbushe kwa tarehe 18 Mei 2026 nilitoa mwongozo na kusisitiza kuhusu umuhimu wa wabunge kutumia lugha ya kibunge katika mijadala yao. Pamoja na kufanya hivyo, baada ya kiukwaji wa kanuni unaendelea kujitokeza katika mjadala ya wabunge. Mheshimiwa Bunge, kwa mara nyingine nitumia nafasi hii kuelekeza wabunge wote kuzingatia kanuni ya 74 inayoweka masharti kuhusu mambo yasiyoruhusiwa bungeni. Kanuni hiyo pamoja na mambo mengine inazuia mbunge kutoa taarifa ambazo hazina ukweli, kumzuia jambo ambalo halipo kwenye mjadala, kutotumia jina la rais kwa dhihaka, kutokutumia jina la nchi au kiongozi wa nchi nyingine kwa dhihaka, kutokutumia lugha ya matusi, kuudhi au kumsema mbunge mwingine vibaya au kufanya kitendo cha ujeuri au uchokozi. Mheshimiwa Bunge, matumizi ya lugha isiyo ya kibunge hayakubaliki na kwa sababu yanaathiri utekelezaji wa majukumu ya kibunge. Hivyo hatua zitachukuliwa kwa yoyote atakayekiuka masharti ya kanuni.